Katibu, kwanza hongereni sana. Asante. Kikao kimefana. Asante. Nimeona watu wameondoka wameridhika, hakuna migogoro. Ni kweli, asante. Tunatamani kusikia na kuona angalau kidogo ambacho kimetokea katika kikao hiki. Kwanza kwa majina naitwa Kisongoiti kwa Moreto, ndiye katibu wa kanda ya Mashariki. Kwanza niendelee kuungana nawe kushukuru kikao kumalizika salama, lakini pamoja na maelekezo ya Chama cha Wafugaji Tanzania kuendelea kusikilizwa na kuendelea kushuka chini, kwa maana Chama cha Wafugaji ni cheni. Lakini niendelee kuishukuru sana serikali ya Mama Samia kuendelea kuwa pamoja na serikali na Chama cha Wafugaji Tanzania, kwa sababu tumepokea maelekezo ya Chama cha Wafugaji kutoka taifa, ambayo mimi mwenyewe ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ambayo yanaelekeza kwamba kuna chanjo ya mifugo nchi nzima, lakini kuna swala la utambuzi wa hereni. Kipekee ni shukuru wizara kupitia waziri wetu wa wizara ya mifugo. Kwa kweli anafanya kazi. Hakuna jambo lolote atakalofanya bila kushirikisha taasisi za kifugaji. Kwa kuwa yeye anafanya kazi kwenye muhimili ambao unahusiana na ufugaji, na Chama cha Wafugaji kimejitambulisha kwamba ni chama ambacho kinasaidia kuhakikisha kwamba migogoro na mambo mengine ya chama na serikali yanaendelea kuwa pamoja na kuendelea kuishauri serikali na kupokea maelekezo ya serikali. Lakini kupitia mkutano wetu leo wa kanda tulikuwa na maelekezo ya kama nilivyosema hapo awali ya hereni, utambuzi wa mifugo kwa maana hereni, lakini na chanjo ambayo tusuni tutaenda kufanya utekelezaji. Wafugaji walikuwa wanataka kujua na ndio maana wameondoka wakiwa wameridhika. Mimi kipekee kwa kuwa niye katibu wa kanda, tumeendelea kuelezea yale mazuri yanayofanywa na chama chetu kupitia mama yetu rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli sina budi kuishukuru. Mkutano umeisha salama, na kuisha kwa mkutano ni kufanikisha, kwa maana message inazidi kwenda chini. Itaenda kwenye wilaya, itaenda kwenye mikoa, itaenda kwenye wilaya, kata pamoja na vijiji. Hii pekee inaonyesha ni jinsi gani tulivyokuwa tunafanya kazi kama cheni. Naamini kupitia hii hata yale mengine ambayo kwa mfano migogoro ya wafugaji na wakulima, kwa jinsi tunavyoshirikiana na serikali tutaenda kuyatatua na yataenda kwa historia. Lakini tukiendelea kuchanja mifugo yetu ambayo suni tutaenda kuchanja, nategemea leo Tanzania inatajwa kwamba ni nchi ya pili kwenye mikoa na mifugo mingi, lakini nategemea sasa kupitia uchanjaji tutaenda kuwa wa pili sasa au wa kwanza katika miaka ijayo katika kuuza nyama nje au kutoa nyama nje, kwa sababu ukienda kwenye historia inaonyesha si ni wa pili, lakini kwenye utoaji nyama nje sio wa pili. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Amefanya kazi kubwa kwenye wizara hii. Ametupa bilioni 280. Amesema miaka mitano tutachanja, lakini kwa sasa ametoa milioni 28.1. Hiyo pekee kuhakikisha kwamba chanjo na utambuzi zinaendelea kuwa salama. Wafugaji walikuwa wanalalamika juu ya hereni kwamba gharama kubwa, sheria kandamizi. Mheshimiwa Rais amesikia. Nani kama Mama Samia? Kwa kweli mimi kama katibu wa kanda ya Mashariki ambaye naiongoza mikoa ya Morogoro, Pwani, Tanga na Dar es Salaam, nimeridhia na nimefurahi mno kuona kwamba rais wetu anaendelea kutunga mkono, na sisi tunasema kauli mbiu yetu tutavuka naye 2025 tupo naye. Labda pengine gharama itakuwa ni kiasi gani sasa kwa kuchanja? Gharama imeshuka. Mbuzi ni 300, ng'ombe ni 500, ambayo ilikuwa 1000 kwa shilingi 800, kitu ambacho amepunguza mama. Kwa hiyo kwenye hereni ametoa zote. Kwenye kuchanja hapa tunachangia hapo kwenye swala nini, ili kuhakikisha kwamba mipango mingine inaenda, kwa sababu hatuwezi kwa kila kitu bure. Kwa hiyo ndio maana hereni ni bure. Hereni ni bure. Sheria kandamizi amesema zinaondolewa, na tuna imani kwa sababu tayari serikali inafanya kazi yake, na tunawachia wafanye, kwa sababu maelekezo yanatoka, tunafanya kazi yale tulikuwa tunalalamikia yote yanayoondoa. Kwa hiyo mimi na imani kubwa kwamba kila kitu kimefana. Kwa gharama hiyo sasa shilingi 300 kwa mbuzi na 500 kwa ng'ombe, pengine watu wako hawa wameridhia? Wameridhia kwa sababu tulikuwa tunachanja kwa shilingi 1000. Sasa hivi imeshushwa. Tumeshusha kwa 700. Kwa hiyo sasa hivi imeshusha, sisi tunaona kwamba ni neema. Wafugaji nao wanaenda kunemeka. Lakini sio hiyo tu. Tuna majosho haya yanajengwa nchi nzima. Tunaendelea kunemeka. Kwa hiyo kinachotaka sasa tukifanya na serikali, Chama cha Wafugaji Tanzania, tunachotaka kukifanya pamoja na serikali ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu sasa ya kuweka ranchi ndogo ndogo ili kuondoa migogoro kabisa ya wafugaji na wakulima.
na mimi mwenyewe nitapunguza mifugo yangu kutokana na elimu ninavyozidi kwenda, na nitanufaika nayo. Nitakuwa najenga na kwa ajili ya mifugo yangu, lakini nitakuwa nimeondoa migogoro, lakini bado nitakuwa nafuga kwa tija, kwa sababu hapo nyuma mfugaji alikuwa anaumia, lakini bado ana mifugo mingi, lakini hafanani na mtu ambaye hana mifugo, ambaye anaishi vizuri. Kwa hiyo tunataka tuondoe hiyo kupitia chama. Elimu inashuka kidogo kidogo, lazima watu wote wakae sawa. Labda pengine kuna ile dhana ya watoto wadogo wanapelekwa machungani. Ukiwa kama katibu wa kanda mashariki, ili swala mmelizungumziaje kuhakikisha hawa watoto wadogo badala ya kwenda machungani basi waende wakapate elimu? Hiyo tumeizungumzia kwa vitendo. Leo nadhani ulimuona RPC wa mkoa wa Pwani ameungana nasi kuhakikisha kwamba vitu vitatu. Moja, wizi wa mifugo upungue, lakini zana la watoto wadogo waende shule badala ya kwenda kuchunga, ili sasa mifugo itafutiwe, yani mifugo na ijiendeshe yenyewe. Walipe watu wa mifugo walipe, kwa sababu sio unailipa, unauza fugo unalipa. Kwa hiyo hii zana ya watoto wadogo tunaiondoa, kwa sababu tunataka watoto wote wapate elimu. Kupata elimu ndio kuondoa migogoro. Sasa nyinyi kama viongozi mnafanya nini kuhakikisha wale watu wa chini wa ndani huko wanapata elimu, kwamba watoto wadogo kazi yao sio kuchunga bali ni kwenda kupata elimu? Mnaifikishaje elimu kwa wale wamiliki wa mifugo na kuhakikisha kwamba watoto hawa hawaingii tena machungani bali watu wazima ndo waende wakachunge? Kwanza chama cha wafugaji kimejipambanua kwamba kitashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba yale mabaya yote yanaondoa. Moja baya ambalo naliona hapo ni kwamba badala mtoto kusoma anaenda kuchunga, unamnyima haki yake ya msingi, kwa sababu haki ya mtoto ya kwanza ni elimu. Sasa ili apate elimu ni lazima sisi chama cha wafugaji tupambane nayo kuhakikisha kwamba watoto wanafanyaje, wanapelekwa shule. Lakini la pili, sisi kama chama cha wafugaji leo tumefanya mkutano wa kanda, watu wa mikoa na viongozi wote wa mikoa walikuwepo, viongozi wa wilaya walikuwa ni wajumbe halali, na viongozi nadhani kutoka hapa wao wanapeleka kila message inashuka. Watakwenda mwenyekiti wa mkoa ataenda kufanya mkutano kwa mkoa, mwenyekiti wa wilaya ataenda kufanya mkutano kwa wilaya, wajumbe wa mwenyekiti wa wilaya ni wajumbe wa kata. Kata itapokea, itashusha kwenye vijiji, ambaye naye mwenyekiti wa kata atakuwa na wajumbe wake kutoka kwenye vijiji. Message inafanyaje? Inaenda mpaka inafika moja kwa moja kwenye kijiji, ambayo wanachama wenyewe ndio sasa nakaa pale wanajadili nini. Kwa hiyo ina maana kwamba mkutano hii inaanzia juu inashuka chini, kama tulivyopata maelekezo tulipopata maelekezo kutoka chama taifa na vikao tulivyofanya kama halmashauri, kwa sababu ni mjumbe wa halmashauri kuu taifa. Kwa tulipofanya vikao vyetu ndio tunazidi leo, ndio na sisi tumefanya yetu ya kanda, tunazidi kushuka chini. Mimi na imani katika hili message ishafika. Linachotufuata ni utaratibu, tufike muda tuungane na serikali tufanye makubwa. Tutegemee sasa ile migogoro ya wakulima na wafugaji kuisha. Kwanza itaisha, na kuishaje itaishaje? Tayari kuna kamati mkoa mzima wa Pwani na mikoa mingine, iko kamati ambazo zinashughulika na migogoro ambayo ipo kisheria, hata mahakama ndio zinazotajwa kusimama mahakamani. Na imani ambaye wafugaji 5 na wakulima 5 wale wenye zile kamati zenyewe zimeshaanza kupunguza migogoro, lakini na elimu tunaendelea kutoa ya elimishaji wa upunguzaji wa mifugo itaendelea kuondoa migogoro zaidi. Mimi nikushukuru sana. Asante. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, alikuwa ni katibu kanda ya mashariki. Tumezungumza naye hapa, tuko Chalinze ambapo mkutano umefanyika hapa wa chama cha wafugaji tuseme ni kanda ya mashariki, hii ikiongozwa na mwenyekiti wao wa kanda ya mashariki. Na hapa tumezungumza na katibu. Kubwa zaidi ambalo amesisitiza ni kuhusu watoto wadogo hawa, badala ya kwenda machungani wananyimwa haki yao ya msingi, waende wakapate elimu, na badala yake mifugo iweze kujiendesha. Uza mfugo, tafuta mtu wa kuchunga, aende kuchunga mifugo. Lakini kubwa zaidi ambalo amesisitiza ni kuhusu swala la migogoro ya wafugaji na wakulima. Amesema kuna kamati ambazo zimeundwa hasa mkoa wa Pwani, zimeshaanza kuzaa matunda na migogoro imeshaanza kupungua. Kwa hiyo tutegemee hivi karibuni migogoro ya wafugaji na wakulima kufika tamati. Lakini kubwa zaidi ambalo amelisisitiza kwa wafugaji ni kuhusu bei. Mwanzo bei ilikuwa ni shilingi 1000 kwa shilingi 800, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kusikia kilio cha wafugaji kuhusu chanjo pamoja na hereni, basi bei imeshushwa na sasa utachanja kwa shilingi 300 kwa mbuzi, lakini ni shilingi 500 kwa ng'ombe. Unaona ni namna gani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyojali kila nyanja, kila sehemu.
Basi sasa wewe mfugaji ambaye unanitazama kupitia Sullivan TV na utasikiliza interview hii kupitia katibu huyu ambaye amezungumza hapa, hereni ni bure. Hakikisha unachanja mbuzi wako, hakikisha unachanja ng'ombe wako kwa shilingi 500 na shilingi 300.